Kinachoendelea nchini Uganda hivi sasa unaweza ukasema Yoweri Kaguta Museveni bado hajatosheka kuitawala nchi hiyo licha ya kutawala Uganda kwa miaka 40 sasa. Museveni ameongoza Uganda kwa karibu miaka 40 akitoka kusifiwa kama kiongozi wa mfano hadi kukosolewa kwa kukandamiza upinzani. Akiwa na miaka 81 bado anatafuta muhula mwingine akisema analinda mafanikio yake kisiasa. Yoweri Kaguta Museveni amekuwa rais kwa muda mrefu kuliko Waganda wengi walivyo hai na haonyeshi dalili zozote za kuachia nafasi yake miongoni mwa viongozi waliokaa madarakani kwa muda mrefu zaidi duniani. Muda mfupi baada ya Museveni kuchukua madaraka mnamo mwaka 1986 akimaliza miaka ya umwagaji damu na machafuko chini ya madikteta wauaji, rais huyo kijana alitoa tafakari kwamba viongozi wanaokaa madarakani muda mrefu kupita kiasi ndio chanzo kikuu cha matatizo ya Afrika. Lakini karibu miongo minne baadaye tafakari hiyo imetoweka na Museveni, aliyewahi kusifiwa na mataifa ya Magharibi kama kiongozi wa mfano wa Afrika aliyejitolea kwa utawala bora, amejiunga na safu za wale aliyowahi kuwakosoa. Mienendo yake ya kirafiki na tabia ya kutumia mifano ya kijadi ya kishamba uficha historia yake kama mpiganaji mjanja wa msituni na manusura katili wa siasa. Katika utawala wake wa miaka 40, Museveni ameunganisha serikali na chama kwa ufanisi mkubwa na kukandamiza upinzani wa kisiasa kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba upinzani wowote wa nje dhidi yake au chama chake cha NRM imekuwa jambo lisilowezekana. Akiwa na umri wa miaka 81, ingawa wapinzani wengine wanasema ni mkubwa zaidi, Museveni anasema bado yuko ngangari kiafya na tayari kwa muhula wa 7 iwapo atashinda uchaguzi wa Alhamisi hii. Katika hotuba ndefu na zinazogusa mada zilizojaa hekaya za wakulima, Museveni mara nyingi huomba muda zaidi akijilinganisha na mkulima anayeacha shamba wakati tu linapoanza kuzaa matunda. Kauli mbiu yake ya kampeni ya mwaka huu 2026 ilikuwa ni kulinda mafanikio. Mara chache pia mzee aliyeokoa nchi hukosa fursa ya kukumbusha ushujaa wake katika vita vya msituni, wakati mwingine akibadilisha kofia yake maarufu ya safari na sare za kijeshi za msituni. Museveni alisoma jijini Dar es Salaam, Tanzania katika miaka 1960 wakati chuo kikuu hicho kilipotumika kama shule ya mwisho ya mapinduzi kwa wapinga ukoloni. Mwandishi wa habari wa Uingereza William Pike aliyemhoji Museveni mnamo mwaka 1984 alimueleza kama mtu aliyependwa sana, mwenye mtizamo wa mbali machoni alipokuwa akizungumza, mtizamo wa mwotaji mwanamapinduzi. Alikuwa makini sana lakini alionyesha vionjo vya ucheshi. Alihimiza mjadala ingawa maofisa wake walikuwa wanyenyekevu. Pike aliandika katika kitabu cha mwaka 2019, kujiamini kwa Museveni ulimwambukiza kila mtu. Tathmini hii pia ilienea kwa jumuiya ya kimataifa ambayo iliona matumaini katika hatua za awali za Museveni kuhusu ukuaji wa uchumi, kupunguza umasikini na kupambana na VVU. Museveni ni kiongozi mjanja na mpanga mikakati mahiri aliyejitabanaisha kama kiongozi mkongwe na mpatanishi katika eneo lenye misukosuko, hata wakati majeshi yake yamefanya uvamizi mashariki mwa Kongo na kuvunja vikwazo vya silaha nchini Sudani Kusini. Uamuzi wake wa kutuma wanajeshi kupambana na wapiganaji wa jihadi nchini Somalia na sera ya milango wazi kwa wakimbizi ulimletea uungwaji mkono kutoka kwa wafadhili wa kigeni licha ya kusababisha kashfa za ufisadi nyumbani. Kuidhinisha kwake sheria dhidi ya ushoga inayochukuliwa kuwa miongoni mwa sheria kali zaidi duniani kulizua ukosoaji mkubwa wa kimataifa ilipopitishwa mnamo mwaka 2023, lakini Museveni aliazimia kusimama kidete na kuhimili shinikizo. Museveni aliyelelewa na wafugaji aliwahi kuahidi kustaafu na kushughulikia ng'ombe wake wa pembe ndefu wa Ankole anaowapenda, lakini badala yake amewapiku watawala wote barani Afrika isipokuwa Teodoro Obiang Nguema wa Guinea Ikweta na Paul Biya wa Cameroon. Ama kuhusiana na matokeo ya uchaguzi nchini Uganda mwaka 2026, Museveni anaongoza katika matokeo ya awali. Tume ya uchaguzi ya Uganda inaendelea kupokea matokeo ya uchaguzi uliofanyika siku ya Alhamisi kutoka vituo mbalimbali vya kupigia kura, ambapo matokeo ya awali yaliyotangazwa yanaonyesha kuwa Yoweri Kaguta Museveni amepata 76.25% ya kura zilizohesabiwa kufikia sasa kulingana na hesabu
kutoka karibu nusu ya vituo vya kupigia kura. Robert Kyagulanyi, maarufu kama Bobi Wine, ndiye anayefuata akiwa na asilimia 19.85, huku kura zilizosalia zikigawanywa kati ya wagombea wengine 6. Baada ya kupiga kura hapo siku ya Alhamisi, Museveni aliwaambia waandishi wa habari kwamba alitarajia kushinda kwa asilimia 80 ya kura kama hakutakuwa na udanganyifu. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.